Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Mimi ni Rebecca Dennis na niko naye mchungaji Baraka Laizer. Katika kipindi hiki tunakupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali hasa yanayopatikana ndani ya vitabu vyetu vya roho ya unabii. Siku hii ya leo tutakuwa tukiongelea mada inayosema salamu za Pasaka. Mada hii inatoka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kitabu ambacho tumekuwa tukiangalia hivi karibuni kuanzia tuanze kipindi chetu kwa mwaka huu. Mchungaji, habari ya leo? Ni nzuri kabisa. Kabisa. Sana. Karibu tena katika kipindi chetu. Asante sana. Na siku hii ya leo kama nilivyosema hapo awali tunaangalia mada inayosema salamu za Pasaka. Ila sasa kabla hatujaingia kwenye mada yetu tupatie ombi. Asante, tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya wakati huu na asante kwa mtazamaji ambaye anatazama kipindi hichi, na tunaomba uwe pamoja nasi tunapoenda pamoja kutazama yale ambayo unatuambia kutoka katika kitabu cha dhahabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Uwe pamoja nasi tangu sasa tunapoanza mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amen. Amina. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na siku hii ya leo tunaangalia mada inayosema salamu za Pasaka. Na kitabu chetu cha Dhahabu kwa mwaka huu tumeanza na kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Nipo naye Pastor Baraka Laizer, mimi ni Rebecca Dennis, karibu sana. Pasaka ni nini? Na ni nini hasa kinatokea kwenye Pasaka? Asante sana. Ni jambo zuri sana kujifunza na kuelewa juu ya mada hii. Pasaka ni moja ya sikukuu ambazo Mungu aliziweka kwa wana wa Israeli. Na kulikuwa na sikukuu maarufu kama 7 hivi katika Israeli ya zamani. Ili kulikuwepo na sikukuu ya Pasaka, hii ilikuwa ni mojawapo, lakini kulikuwa na sikukuu ya kukusanya miganda katika mashamba, lakini ilikuwepo sikukuu ya upatanisho, ile siku ya upatanisho, na lakini pia kulikuwa na sikukuu za vibanda. Kwa wale wenzetu ambao tunafahamu zaidi, tunajua leo tunaita sikukuu za makambi. Kwa hivyo zilikuwepo sikukuu zote hizo. Hii ya Pasaka ilikuwa ni mojawapo. Sasa hii ilikuwa ni siku ama zilikuwa ni nyakati za kusherehekea ukombozi. Ukombozi ambao wana wa Israeli walipewa na Mungu. Na kilitokea nini? Kilichotokea ni wakati ule walipokuwa katika utumwa wa Misri. Na tunafahamu kwamba Mungu aliwapatia ama aliruhusu mapigo kuwapiga watu wa Misri. Kwa uhalisia yalikuwa ni mapigo 7. Lile la 10 tunasema ni pigo, lakini ilikuwa ni Mungu aliruhusu isiwe pigo kwa watu wa Misri, kwa sababu lile swala la kuweka damu katika juu ya malango na katika miimo ya malango pembezoni ilikuwa sio swala la wana wa Israeli peke yake. Hilo tunapaswa kuelewa vizuri. Hata wa Misri ambao walikubali yale maelekezo ambayo yalitolewa, na wao walipona, kwa sababu Mungu alitoa maagizo ya kwamba wachinje mnyama, na watakapochinja mnyama damu iwekwe juu na pembezoni, kisha malaika aliyekuwa anapita kwa ajili ya kuua wana wa kwanza wa uzao katika nyumba zote zilizokuwepo Misri, atakapoona ile damu atakuwa akipita. Ndio ile inaitwa Passover. Ndio sasa ni Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ilikuwa ni siku ambayo ama ni sherehe ambazo zinakumbusha kwamba wana wa Israeli walitoka Misri. Lakini ndio nimesema kwamba sasa ilikuwa sio wana wa Israeli peke yake. Yaani ilikuwa ni kuonyesha kwamba kutoka Misri hata wa Misri walikuwepo ambao kidogo walikubali yale maelekezo, na walipofanya hata kwa kujaribu tu malaika alipita na wakapona. Na wapo ambao pia walisafiri, inaelezwa kwamba waliondoka na wana wa Israeli. So kuna wengine ambao walimkubali Mungu wa Israeli. Kwa kuna wengine ambao walipaka ila hawakuondoka. Kuna ambao wapo ambao
waliondoka kwa sababu moja, walikuwa tayari wamehusiana na wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli wapo ambao waliwaoa watu wa Misri na wengine waliolewa na watu wa Misri. Kwa hivyo kwa namna hiyo walikubali, na kwa lile tukio ambalo lilitokea siku ile, ule usiku, kwa tukio lile, kwa sababu ilikuwa ni kilio kila mahali. Hatuna muda wa kueleza sana, lakini iko maana kubwa sana ya mwana wa kwanza. Katika nyakati za Biblia, mwana wa kwanza alikuwa anaheshimiwa sana. Mwana wa kwanza alikuwa ni utambulisho wa familia. Sasa uzao wa kwanza ilikuwa sio uzao wa kwanza tu kwa wanadamu, yani kwa watoto sisi wanadamu, hapana. Wanyama, mifugo, kitu chochote kilichokuwa hai, kitu chochote ambacho kilikuwa hai cha kwanza, yani walikufa. Kwa hiyo walikuwa wana misiba ya wanyama, walikuwa wana misiba pia ya watu. Sawa. Kabla tujaingia zaidi, hicho kitendo cha Mungu kuua watoto wa kwanza wa Misri tuseme, je, ilikuwa ni namna ya kulipiza kisasi kwa jinsi Misri walivyoua watoto wa Waebrania wale wa kiume? Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, na yeye ni mwingi wa rehema, lakini yeye ni Mungu wa haki. Anaposema anatamani mwanadamu amsikilize kwa kitu ambacho anakisema. Na ndio maana hata katika kizazi hichi Mungu anazungumza nasi. Na kwa kweli anatamani tusikie yale ambayo ni maagizo yake. Anapokuwa mwingi wa rehema, mfano baba anapokuwa anamuelekeza mtoto wake, anapokuwa anamuelekeza sana mtoto wake kwa upendo mwingi, zipo nyakati ambazo anatamani kumrudi. Na kumrudi mtoto kwa sababu amemuelekeza kila wakati na hafanyi hivyo, kumrudi mtoto wakati mwingine inaweza kuleta maumivu kwa yule mtoto. Hicho ndicho ambacho Mungu anafanya kwetu, kwamba alifanya pia kwa wana wa Israeli na wakati ule katika nyakati za Misri. Alichokifanya Mungu ni wakati amewaambia Misri kwamba wawaachie huru, wakati umefika wawaachie huru, na Farao akazidi kuufanya moyo wake kuwa mgumu, akitamani, akitaka bado Israeli kubaki pale. Mungu alichokifanya cha mwisho kabisa ni kuwaua wana wote wa kwanza. Si kwa sababu alikuwa anawachukia, ni kwa sababu ya wao kutofanya kile ambacho Mungu alikitaka na alikisema. Sawa. Sasa hata sasa hivi Pasaka tunafanya. Ndio. Ina tofauti gani Pasaka yetu leo na kipindi kile waliofanya wana wa Israeli? Historia ya Biblia na historia ya nyakati mbalimbali za watu wa Mungu katika Biblia imekuwa ikienda hivyo, lakini nataka tu nikukumbushe wakati ambapo Yesu alisema kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo walikuwa wakifanya hivyo wana wa Israeli, waliendelea mpaka katika Agano Jipya. Pofika katika Agano Jipya ndipo Yesu mara ya mwisho kabisa kabla ya kwenda kufa akatoa maana. Sasa nyakati zilizopita katika Agano la Kale walikuwa kweli wakitumia divai wakati wa sikukuu za Pasaka zilipofika. Walikuwa wakitumia divai, walikuwa wakitumia mkate pia. Lakini baadaye Yesu ndio anaeleza maana kabisa. Na alipokuwa siku ile, alipokuwa katika chumba cha juu, Biblia inasema akiwa na wanafunzi wake aliwahudumia, akawapatia mkate. Alipowapatia mkate aliwaambia kwamba huu ni mwili wangu. Alafu alipowapatia divai akasema hii ni damu yangu. Akimaanisha nini? Kimaanisha kwamba ataenda kufa, mwili wake utateswa, lakini mwili wake huo huo utatoa damu. Kwa hivyo atateseka kwa mwili wake, ataumizwa, lakini na damu itakayotoka inatusafisha dhambi. Mwili wake ulioteseka unatuonyesha ya kwamba yeye aliteseka na aliumizwa kwa ajili yetu, na hivyo madhaifu yetu yeye anatubebea. Mwili wake Yesu uliteseka
kwa njia ya kubeba ule msalaba. Wakati ameubeba ule msalaba mwili wake ulichoka. Wakati ameubeba ule msalaba alianguka mpaka baadaye akasaidiwa. Lakini hapo hapo pia alipigwa. Ilionyesha mimi wakati huwa ninasema kwamba hii ilikuwa ina maana ya kwamba madhaifu yetu ambayo yapo katika miili yetu, kwa kitendo cha Kristo kuumizwa mwili wake, sisi hatuna haja ya kuumia katika madhaifu yetu, tunapaswa kumkabidhi yeye. Lakini damu yake inatusafisha dhambi zetu. Kwa nini siku hizi hatunywi divai kama kipindi cha zamani walikuwa wanakunywa divai? Tunakunywa divai. Ile Pasaka wewe hujawahi Rebeka. Okay, subiri kwanza. Subiri kwanza. Unaposema zamani walikuwa wanakunywa divai. Ni ile maana divai ziko nyingi. Kuna divai ile iliyochachushwa ambayo ni wine. Alafu kuna ile zabibu zimesagwa zimefanywaje hivyo. Naam, ndicho tunachotumia kwa sasa. Zabibu ambayo yani ni zabibu ambayo haijachachuka. Okay. Yani divai si neno baya. Kwani divai inahusishwa sana na kileo. Na kileo. Lakini sasa ndio uelewe na mtazamaji aelewe kwamba divai si neno baya. Ni kwa sababu wengi tunadhani kwamba divai kwa sababu imehusishwa sana na kilevi ama kileo, si kwamba ni kilevi. Divai lilikuwa tu ni neno lililotumika wakati huo kwa sababu hata ukitafuta tafsiri yake ni juice. So inategemea ni unaitumia vipi. Divai ni kama tu juice. Na kueleza sasa uhalisia wa neno lenyewe. Yani divai ni juice. Sasa wengi tu wamekuwa na tafsiri mbalimbali hivi leo, na zinazoonyesha kwamba kwa sababu lugha imeenea sana, zinazoonyesha kwamba labda ni kileo, labda ni kilevi, na wanahusisha kwamba ni walitumia kilevi, lakini si kweli. Si kweli. Pasaka ya kipindi cha Musa ilifanyika kwenye nyumba zao kama tulivyoona. Kwa nini sasa hivi tunafanya kanisani? Pasaka kwanza sisi tunafanya kwa ujumla. Tunafanya kwa ujumla katika kanisa. Lakini hata nyakati hizo pia si kwamba walifanya katika nyumba zao. Yani kile kitendo ambacho kilifanyika ile siku wakati wana wa Israeli wanaondolewa Misri, kilikuwa ni kitendo tu kinachoonyesha kwamba Mungu yupo katika biashara ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri. Na ukombozi hauji kwa njia yoyote ile isipokuwa damu. Yani damu ilipaswa imwagike. Na ndio maana ukombozi unapokuja kukamilika kwa njia ya Kristo, damu ya Kristo ilimwagika. Kwa hiyo na kitendo kingine, maana nyingine iliyokuwa inaonyesha pale ni kwamba ukombozi ni mimi na Mungu. Yani ninapaswa kumwamini Yesu. Wewe unapaswa kumwamini Yesu. Mtu fulani anapaswa kumwamini Yesu. Kwa hiyo yani ukombozi lilikuwa ni kitu personal, ni jambo binafsi. Hiyo ni maana nyingine pia. Ndio maana malaika yule alipokuwa anapita, alipokuwa akiwaua nyumba zote zile ambazo zilikuwa hazina damu, alipokuwa anapita, maana yake ni kwamba kila nyumba ambayo ilikuwa ina damu, ina maana hiyo nyumba wamemwamini Kristo kweli. Yani wamemwamini Mungu kweli kweli. Kwa ilikuwa ni wamemkubali, lilikuwa ni swala la kukubali, la kumkubali Mungu. Na kwa sababu wamemkubali, wameokoka. Yani wameokoka kutoka kwenye kifo. Sawa. Kifo ambacho walipaswa kufa. Sasa baadaye Pasaka ikawa inafanyika kwa namna hii. Ikawa inafanyika kwa mikate. Ikawa inafanyika pia kwa divai. Wakati huo tu wa Musa, baada sasa ya kukombolewa. Ndio sasa wakawa wanafanya kumbukumbu kwamba tuliokolewa kwa namna gani? Hawakuwa wanakunywa damu. Walikuwa ni kama ishara ya ilikuwa ni ishara.
lakini sasa ambayo baadaye inakuja kudhihirika. Okay. Biblia imekuwa na lugha ambazo ni symbolic. Symbolic, lakini tunapokunywa divai ile, tunapotumia mkate, inaonyesha ni tunakumbuka mwili wa Kristo, tunakumbuka damu yake, ukombozi ambao ametufanyia. Sasa kipindi cha Agano Jipya, kipindi baada ya Yesu kuzaliwa, Pasaka, kipindi kulikuwa na Pasaka pia. Naona kwenye miaka ya mwanzo kabisa ya Yesu. Lakini tunaona Pasaka ya kwanza ya Yesu ilikuwa na muhimu sana kwake. Lakini at the same time mwandishi anasema kwamba kipindi hicho Pasaka haikuwa na maana yoyote. Sasa hapo tunaweza kurelate vipi Pasaka kwa ujumla haina maana yoyote kwa watu, alafu kwa Yesu Pasaka nilikuwa na umuhimu gani katika maisha yake? Tukumbuke kwamba tunaposoma katika kitabu hichi cha Tumaini la Vizazi Vyote, tunapojifunza, mtazamaji, ningependa aelewe kwamba tunajifunza hii sura inayoonyesha Pasaka. Hii sura inayoonyesha salamu za Pasaka inaonyesha juu ya wakati ambapo Yesu alikuwa mdogo. Sasa wakati ambapo Yesu alikuwa mdogo, yani alikuwa na umri wa miaka 12. Kitabu cha Luka anaeleza hivyo vizuri kwamba alikuwa na umri wa miaka 12. Huu ni wakati pekee ambapo Biblia inataja umri wa Yesu. Hakuna sehemu nyingine ambapo Biblia inataja umri wa Yesu mpaka baadaye tena huko mwishoni. Lakini katika umri wa udogo na ujana wake, huu ndio wakati pekee ambapo Yesu anatajwa umri wake. Kwa hiyo tunafahamu kwamba katika wakati wa Pasaka Yesu alipokuwa mdogo, huu ni wakati ambapo umri wake sasa unatajwa. Ilikuwa ina maana kubwa kwa sababu Yesu, mwana wa Mungu, pamoja na kwamba alikuwa ni mdogo, lakini alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa anajua kule alikokuwa anaelekea. Ilikuwa imepoteza maana kwa sababu gani? Ilikuwa imepoteza maana, mwandishi anaeleza kwamba ilikuwa imepoteza maana kwa sababu kulikuwa na kuto kuzingatia. Sasa nitakueleza kidogo sababu pengine za kupoteza maana. Hapa katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya kulikuwa kuna miaka 400 ambayo inaitwa intertestamental period. Yani ile miaka ya katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Hii miaka ilikuwa ni kama miaka 400, lakini pia wengine walikuwa wanaita zama za giza. Zama za miaka 400 za giza. Wakati ambapo Mungu alikuwa hana nabii, hana kuhani, wala hajaweka mtume wala messenger, mjumbe wake yoyote yule. Mungu alikuwa kimya. Alafu wanadamu wakafanya kama waonavyo. Yani wakafanya tu mambo yao wanachotaka tu kufanya. Kwa maana nyingine ni hii, kwa maana nyingine ni kwamba wale ambao walikuwa wanahudumu katika hekalu, inaelezwa katika miaka hii 400 waliingia katika michezo mbalimbali. Ukisoma historia, labda nieleze kidogo kwa kifupi, unaposoma historia utagundua kwamba watu ambao walikuwa ni wa kidini, viongozi wa dini, walikuwa wameingia katika michezo ya athletic, michezo ya kukimbia. Michezo ya athletic haijaanza leo, ilikuwepo nyakati hizo, katika wakati wa intertestamental period, wakati ambapo Mungu alikuwa amenyamaza kimya. Alikuwa hajazungumza kupitia nabii, alikuwa hajazungumza kupitia kuhani, wala mjumbe yoyote alikuwa hajatumia mtu yoyote, palikuwa kimya. Na Mungu aliamua kunyamaza kimya hivi. Huu ndio wakati ambapo viongozi wakaingia katika michezo, wakaingia katika michezo pia ya kubashiri. Hata viongozi wa dini wakaingia katika michezo ya kubashiri. Tunaona leo kuna michezo ya namna hiyo pia. Kwa hiyo mambo ya kidini yakapoteza umaana kwa watu, kwa sababu hata viongozi wa dini walikuwa wameingia katika mambo ya kidunia. Kwa hivyo huu ndio wakati ambapo utakumbuka Yohana Mbatizaji akaibuka. Baada ya miaka hii 400 Yohana Mbatizaji ndio akaibuka. Kwa hivyo baada ya
Malaki, utakumbuka Malaki anaandika mwishoni kabisa pale. Malaki anaandika kwamba nitainua mjumbe katika kitabu cha Malaki sura ya 4, ambaye anafananisha huyo mjumbe na Elia. Ndio maana baadaye Yohana Mbatizaji anafananishwa na Elia. Sasa baada ya miaka 400 Malaki kuzungumza hivi, anaibuka Yohana Mbatizaji. Ndio sasa ujumbe wake unafananishwa na Elia, kwa sababu ulikuwa ni ujumbe wa toba, ulikuwa ni ujumbe wa kutopepesa macho, na ndio tunaona kwamba Yohana Mbatizaji alizungumza direct kwa Herode. Alizungumza direct kwa Herode, ambaye alikuwa ni Herode hakuwa kwamba ni mfalme, hapana, lakini kulikuwa na watu ambao wanasimamia miji mikubwa. Ilikuwa sio kama Dar es Salaam, ilikuwa ni zaidi ya Dar es Salaam. Wengine tunaweza kusema kanda, mkoa labda hivi. Inaweza kuwa zaidi ya mkoa, kwa sababu yalikuwa ni maeneo makubwa kidogo. Kwa hiyo alikuwa ni msimamizi wa, tuseme ni governor. Leo tunaweza kusema governor, ambaye alikuwa anasimamia kwa sehemu kubwa ya eneo. Akamwambia direct juu ya dhambi yake. Kwa hiyo tunaona kitu cha namna hiyo. Baadaye sasa ndipo Yesu anakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni muhimu Yohana Mbatizaji kuanza kabla ya Yesu. Akazungumza na akahubiri Injili, akawaeleza watu. Ndio ile tunasema kinachozungumzwa wakati wote kwenye Biblia, alikuwa akiwarudisha katika njia. Kwa maana nyingine ni kwamba walikuwa wameiacha njia. Kwa muda wa miaka yote hiyo ya nyuma iliyopita, watu walikuwa wanafanya wakati huo. Pasaka kama ilionekana tu ni kitu cha kawaida, na si Pasaka peke yake. Hata mambo mengine ambayo yalihusu imani ama yalihusu mambo ya kidini mengine, kwa sababu hili jambo la Pasaka ni shughuli ya kidini. Kwa hata shughuli zingine za kidini zilipuuziwa, sio ya Pasaka peke yake. Na hivyo Yesu wakati wake sasa anapokuja hapa, alitamani kuifanya katika utakatifu wake na kuiheshimu katika utakatifu wake, japo alikuwa kijana mdogo. Natamani tuingie hapo, tueleze scenario kidogo, muda wetu unakimbia. Ilivyotokea, yani nini kilitokea wakati wa Pasaka kwa familia ya Yesu na Mariam, ilikuwaje? Ilikuwa ni kawaida huenda katika Pasaka, na familia nyingi za Wayahudi walikuwa wanakutana katika sikukuu ya Pasaka. Sikukuu ya Pasaka ilikuwa ni moja ya sikukuu inayowakutanisha Wayahudi sana. Kwa hivyo familia mbalimbali zinaweza kukutana katika huo mkutano mkubwa ambao walikuwa wanakutana. Kumbuka, lilikuwa ni jambo la mara moja kwa mwaka. Watu walikuwa wanatoka katika pande mbalimbali za mji. Wengine walikuwa hawajaonana mwaka mzima. Huu ndio wakati wa kufanya nini? Wa kuonana. Wengine walikuwa hawajasalimiana, lakini sasa huu ndio wakati wa kusalimiana kwa mwaka mzima. Wengine wameleteana pengine zawadi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo ninajaribu tu kufikiri katika story hii, katika habari hii, Yesu alikuwa amejielekeza kwenye kitu husika ambacho kilikuwa kinatakiwa kufanyika. Yesu alikuwa amejielekeza kufanya connection, kufanya mahusiano na Baba yake wa mbinguni katika wakati ule wa Pasaka. Inawezekana wengine walikuwa ndio wakati wa kukutana, na hivyo maana halisi ya ibada, maana halisi ya kile ambacho wanaenda kukifanya, kumbukumbu ya Israeli ya zamani kutolewa Misri, kumshukuru Mungu, maana wakati wa Pasaka ilikuwa ni wakati wa kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka mwingine wa Pasaka, kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya ukombozi ambao ameufanya kwao. Huenda ilikuwa wao ni wakati badala ya kumshukuru Mungu, lakini wanakuwa na nafasi ndogo ya kumshukuru Mungu, lakini nafasi kubwa ya kukutana na marafiki, kusalimiana na mambo mengine kama hayo, ambayo ilikuwa si sawa. Na inawezekana katika wakati huu ndipo ambapo
huyu Mariamu pamoja na mume wake Yusufu walimpoteza mtoto wao. Shia hapo kwanza, tutarudi baadaye. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na uko nami Rebecca Dennis nikiwa na mchungaji Baraka Liza. Na siku ya leo kama nilivyosema hapo awali, tunaangalia mada inayosema salamu za Pasaka, tukiangazia kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tunaenda kwenye pumziko fupi, tutarejea. Endelea kwa pamoja nasi. Mtazamaji, karibu katika wasaa mwingine tena. Kuna jambo tunataka kujadili hapa kwa ajili ya tafakari ya siku hii ya leo. Mchungaji, kuna kile kisa, nikisema kisa kwa Kiingereza ni parable, mfano Yesu alitoa wa mtu mwenye shamba akakodishia watu shamba la mizabibu, akakodishia watu. Ikafika wakati akahitaji matunda. Sasa akatuma wafanyakazi, mara ya kwanza wakarudishwa, mara ya pili wengine wakauawa, mara ya tatu akaamua kumtuma mwanae wa pekee. Sasa wale watu wakasema kwamba wamuue alafu warithi shamba. Kwanza natamani kujua hiki kisa kina maana gani? Yaani kwa nini Yesu aliamua kukitoa kwa mfano huo? Alikuwa akimaanisha nini? Asante sana. Katika mifano mingi ambayo Yesu anaitoa, mifano mingi ambayo Yesu aliitoa katika wakati huo, ilikuwa ikionyesha, jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuelewa, ilikuwa ikionyesha juu ya kuujenga ufalme wa Mungu. Kwa sababu Kristo alichokifanya hapa duniani ni kuujenga ufalme wa Mungu hapa duniani. Ufalme gani? Ufalme wa neema. Lakini baadaye atatuletea tena ufalme wa utukufu. Kwa hivyo alikuwa akionyesha juu ya kuujenga ufalme. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulifahamu ama tunapaswa kulielewa katika mfano huu. Sasa huu mfano unatueleza kwamba kulikuwa na bwana shamba ambaye aliwatuma wakulima. Biblia inasema aliwatuma wakulima. Na alipowatuma wakulima kule kulima, baadaye aliwatuma watumwa wake waende kuleta mazao, kwa sababu wakati ulikuwa umekwisha kufika. Na ilikuwa ikionyesha kwamba wamepata mazao. Na sasa akawatuma watumwa, na alipowatuma wakauawa. Akawatuma wengine tena wakauawa. Na kisha baadaye sasa anamtuma mtoto wake. Mfano huu uko wazi ukituonyesha kwamba ni dunia hii, yani shamba tunaishi katika dunia hii. Ni dunia hii, na nyakati nyingi Mungu ametamani kupatana na watu wake hapa duniani. Lakini wakati huo huo shetani yupo katika dunia hii. Ameudanganya ulimwengu. Ameweka dhambi. Yani dunia sasa imekuwa na dhambi kwa sababu ya uongo wa shetani. Na hivyo Mungu ametuma wajumbe. Lakini ujumbe ambao ameutuma umekuwa ukikataliwa na dunia. Na wajumbe na wenyewe wamekuwa wakikataliwa. Hata ujumbe ambao ameutuma kwa mwana wake, kupitia mwana wake Kristo Yesu, umekataliwa, umekuwa ukikataliwa, na akauawa Kristo. Kwa hivyo ni mfano ambao unaonyesha, Yesu aliutoa huu mfano ukiwa unaonyesha kwamba maisha yake, hata yeye ametumwa na Baba wa mbinguni, lakini maisha yake yataishia kukataliwa
na kuuawa. Okay. Na wale watumwa wakionyesha, ukiwa ni mfano pia unaoonyesha kwamba ni shetani mwenyewe ambaye anawatumia mawakala wake. No. Sasa lengo la wao kusema kwamba wairithi ardhi ama lile shamba wakati mwenye shamba bado yupo, hiyo tunaweza tukaiongeleaje? Pambano la shetani na Mungu siku zote limekuwa kwamba shetani ametaka kuwa katika nafasi ya Mungu. Lakini kwa uhalisia na kwa asili shetani ni kiumbe. Lakini Mungu ni muumbaji. Shetani yeye ameumbwa toka kwa Mungu, sababu tunafahamu kwamba alikuwa malaika wa nuru kabisa. Sasa yeye anataka kurithi ama anataka kuchukua ile nafasi iliyo ya Mungu. Na si nafasi yake kwa asili, kwa uhalisia. Si nafasi yake wala si sehemu yake. Hicho ambacho anakitaka si cha kwake. Ni sawa sasa na hawa wakulima wanataka kuchukua hili shamba, lakini si kwamba ni la kwao. Kwa maana nyingine wanataka kufanya utapeli. Shetani anachokifanya, shetani ni tapeli. Anachokifanya kwetu, anachokifanya au anachotaka kukionyesha ni kwamba anamiliki mwanadamu, anaimiliki dunia. Lakini si kweli. Mungu ndiye muumbaji wa hii dunia. Shetani hawezi kuumba na kutengeneza kitu hata kimoja. Mungu ndiye muumbaji wa hii dunia. Mungu ndiye aliyemtengeneza mwanadamu. Lakini at the same time shetani yeye anasema, anataka kuonyesha kwamba viumbe vilivyoko duniani ni vya kwake, ikiwemo na mwanadamu pia. Lakini si kweli. Na hilo sasa ndio pambano ambalo lipo na linaloonekana. Kwa hiyo mfano huu ni mfano unaoonyesha pia pambano baina ya ukweli na uongo, pambano baina ya wema na ubaya. Ubaya aliyoushikilia shetani na wema aliyoushikilia Mungu. Ukweli ni kwamba shamba la mzabibu ilikuwa ni miliki ya yule bwana. Lakini wale wakulima wanataka kujimilikisha ile shamba. Asante sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwa mara nyingine tena. Tunaendelea na kipindi chetu, kipindi cha kitabu cha dhahabu. Mada yetu ya leo inasema salamu za Pasaka. Na kitabu tunachoangazia ni kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ukiwa na Rebecca Dennis, nikiwa naye mchungaji Baraka Laiza. Mchungaji, tumeenda kwenye pumziko tukitaka kuangazia ilikuwaje kuaje mpaka wazazi wa Yesu wakampoteza Yesu katika shamra za Pasaka. Tuanze kuliongelea hilo alafu tuendelee mbele. Yes, kama nilivyosema ya kwamba katika sikukuu ya Pasaka kulikuwa na mjumuiko wa watu wengi. Wayahudi walikuwa wanakusanyika wengi sana. Inaelezwa kwamba ilikuwa ni namba kubwa sana ya Wayahudi wanakutanika wote kwa pamoja katika ule mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo katika mjumuiko wa watu wengi sana walishindwa kumhandle mtoto wao, ama kwa sababu ya wao kuwa na mambo mengi sana walijikuta ya kwamba wamempoteza Yesu. Mimi huwa nasema katika kisa hichi ya kwamba si kwamba Yesu alikuwa amepotea, wao ndio waliompoteza. Yani wao ndio waliompoteza Yesu. Walikuwa wanamhitaji sana mtoto wao. Kama wangalikuwa wanajua
siri iliyokuwa imefichika ndani yake. Ni mtoto wao lakini ni mwana wa Mungu. Siri iliyokuwa imefichika kwa mwana wa Mungu katika maisha ya kiroho sasa, wasingeweza kumpoteza hata dakika hii, hata dakika moja. Kwani ilikuwaje mpaka wakampoteza Yesu? Nimesema kwamba Au katika mjumuiko wa mambo mengi sana, wanazunguka na watu wengi sana, katika kuzunguka kule wao ndio wakampoteza. Kama Yesu ndo alikimbia akachoropoka wazazi. Yesu hawezi kukimbia. Yani is a possibility mchungaji. Nataka uelewe kwamba, na mtazamaji aelewe kwamba Yesu alikuwa ni mwenye asili, na tutaona alikuwa ni mwenye asili ya kiungu, lakini pia alizaliwa kama mwanadamu kabisa. Kwa hiyo alikuwa ni mwanadamu, lakini pia kwa sababu Biblia inatueleza ya kwamba aliuvaa mwili huu tulionao. Lakini sasa walipokuja kumpata, walimpata hekaluni. Alifikaje hekaluni? Walimpata hekaluni. Alikwenda hekaluni kwa sababu gani? Kwa sababu yalikuwa ni mazingira hayo. Labda nieleze, katika wakati wa Pasaka kulikuwa na mwandishi anatuambia katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote. Mwandishi anaeleza, Ellen White anaeleza ya kwamba kulikuwa na partition, kulikuwa na vyumba mbalimbali ambavyo baada ya mkutano mkubwa ambao unawaunganisha watu wengi kuisha, kulikuwa na vyumba mbalimbali ambavyo kulikuwa na marabi. Kulikuwa na watu wa makuhani waliokuwa wanafundisha neno la Mungu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana Yusufu na Mariamu hawakuwa mahali sahihi. Huenda na wao walipaswa kuwa mahali ambapo walipaswa kujifunza neno la Mungu. Maana katika hekalu la Wayahudi wakati ule kulikuwa na vyumba mbalimbali ambavyo vilikuwa vinaonyesha, vilikuwa vina makuhani ndani yake. Na wale makuhani na waalimu wa neno la Mungu walikuwa mle ndani kwa ajili ya kufundisha. Na hivyo Yesu yeye akawa huko. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaongozwa na Baba wa mbinguni, Baba yake wa mbinguni, na hivyo akawa kule. Lakini sio hivyo peke yake. Umri wa miaka 12 kwa Wayahudi ilionyesha ya kwamba tayari anatoka, yupo kwenye transition ya utoto kwenda ujana. Alikuwa anatoka kwenye transition ya utoto kwenda ujana. Lakini sio hivyo peke yake. Katika umri wa miaka 12, kwa sababu Biblia inaeleza umri wake, na nilisema mwanzoni kwamba ni sehemu hii peke yake ndio inaonyesha umri. Wanahistoria pia wanaeleza kwamba katika umri wa miaka 12, kwa sababu alikuwa anatoka kwenye ujana, transition ya utoto kwenda kwenye ujana, ilikuwa ni wakati ambapo vijana wenye mvuto, celebrity, walikuwa wanaanza kuibuka kutokea kwenye umri huu. Walikuwa wanaibuka taratibu kwenye umri huu, na celebrity kwa namna yoyote, yani kunamaanisha umaarufu kwa namna yoyote, katika ubaya ama katika wema pia. Na bila shaka Yesu alianza kujichukulia umaarufu hapo. Kwa hiyo Yesu alikuwa mtu maarufu pia katika wakati wake huu. Alikuwa mtu maarufu kwa sababu alifahamika. Kwa hivyo ndio maana Biblia, Luka akataja kabisa umri. Alikutwa anafanya nini hekaluni? Alikutwa wakati ameenda, wazazi wake walipompata katika hekalu, alikutwa akiwa anauliza maswali na akisikiliza kwa makini sana kile ambacho alikuwa wanakisema walimu pamoja na wale watu wa dini waliokuwepo mle ndani, waliokuwa wanafundisha. Na jambo la pekee sana ambalo mtazamaji anapaswa
ulifahamu na atufahamu aelewe vizuri kutokea katika tunaposoma kurasa hizi na tunapojifunza katika kitabu hichi cha Tumaini la Vizazi Vyote. Huu ndio wakati ambapo wale watu wa dini, wale waalimu wanaofundisha neno la Mungu katika hekalu kipindi kile, wakati ule wa Pasaka, waliona hekima kubwa ya huyu mtoto. Inaelezwa kwamba hajawahi kutokea kijana wa namna hiyo aliyewauliza maswali ya hekima, na wakati mwingine walipokuwa kwenye mjadala aliyetoa maelezo ya hekima kama alivyokuwa Yesu, na wakashangazwa kwamba ni mtoto wa namna gani na ni mtoto wa nani anayeweza kuwa hivyo. Ilionekana tu kwamba anatoka Galilaya. Kwa hivyo wakashangaa kwamba mtoto anayetoka Galilaya anawezaje kuwa na hekima kiasi hichi, maswali anayouliza, lakini majibu pia ambayo anayatoa, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kujifunza kwa pamoja, wote kwa pamoja. Kwa hiyo wakashangazwa sana hekima aliyokuwa nayo. Hivi hekima inaweza ikawa judge kwa umri? Hekima kulingana na Biblia, hekima haiwezi kwamba ana miaka 80, kwamba awe na umri fulani ndio apate hekima. Kulingana na Biblia sivyo hivyo. Hekima Mungu anaitoa kwa wote. Na unyenyekevu inaweza ikawa namna ya kufungua milango ya hekima, ama hekima ni kitu mtu anazaliwa nacho? Kwanza uelewe vizuri, kwanza kidogo Rebeka, uelewe vizuri kwamba hekima, tuelewane kwamba hekima Mungu anaitoa kwa watu wote. Yeyote anayeomba hekima. Mtazamaji aelewe, wakati wa mfalme Yosia, kiti cha mfalme kilikuwa ni kiti chenye majukumu mengi sana. Tunafahamu mfalme anakuwa na vitu vingi sana, ana mambo mengi ya kuattend, lakini Yosia alishika ufalme akiwa kijana mdogo sana, akiwa kijana mdogo sana na tuseme mtoto, lakini akashika na akafanya vizuri. Maana yake ni nini? Mungu anawekeza hekima hata kama ni mtoto mdogo. Waswahili leo wanasema yani hata wajinga wanazeeka pia. Kwa hivyo haimaanishi ya kwamba ni lazima uwe na umri fulani ndio uwe na hekima. Isipokuwa nitasema kitu kimoja tu peke yake. Umri mkubwa unatupatia uzoefu tu katika mambo fulani. Uzoefu haimaanishi kwamba ni hekima. Uzoefu unaweza kuambatana na hekima, lakini haumaanishi ya kwamba ni hekima. Kwa hiyo tutofautishe mambo hayo mawili na mtazamaji, ya kwamba uzoefu ni uzoefu na hekima ni hekima. Kwa hiyo mtu yoyote yule anayetutazama sasa hivi hapa anaweza kuomba hekima kutoka kwa Mungu. Kijana, Mungu anaweza kumpatia kijana hekima. Mungu anaweza kumpatia mtoto hekima. Mungu anaweza kumpatia pia mzee hekima. Mungu anaweza kuwapatia wanawake hekima, na Mungu anaweza kuwapatia wanaume hekima. Hekima haipo kwa wanaume peke yake, ipo pia kwa wanawake. Wapo wanawake wenye hekima na wapo wanaume pia wenye hekima. Na kupitia mfano mzuri wa Suleiman ambaye aliomba hekima na Mungu akampatia hekima, ni mfano mzuri kwamba mtu yeyote yule anaweza kuomba hekima na Mungu akampatia hekima. Sasa mchungaji, sisi sasa hivi tunaweza tukajua wito Mungu aliotupatia kwa wazi kama vile Yesu alivyojua wito wake. Maana Yesu alikuja duniani akijua wito wake ni mmoja tu, kuhubiri na kufa kwa ajili ya watu. That's the only thing, yani ndo kazi iliyomleta duniani. Sasa sisi leo kuna namna tunaweza tukajua ni wito gani ambao Mungu ametupa kiwazi bila kuwa na wasiwasi kwamba bora kama vile nikienda hapa nitakuwa najikaanga mwenyewe au kwa namna gani? Zipo njia ama zipo namna ambazo Mungu anaweza
kukuambia wewe Rebeka ya kwamba huu ni wito wako. Okay. Zipo, ninaweza kusema kabisa kwa dhati ya kwamba zipo. Mungu anaweza kuzungumza nasi katika wakati ambapo tunaweza, jambo la kwanza, anaweza kuzungumza na sisi katika wakati ambapo tunampatia nafasi azungumze na sisi. Okay. Sasa hii nayo ni siri na inahitaji utulivu wa kiroho na inahitaji usikivu wa kumsikiliza sana Mungu na kujipatia uhakika kwamba hicho kitu ni chenyewe ambacho Mungu anazungumza na wewe. Kwa hivyo kuna hitajika kuisikiliza sana sauti ya Mungu juu ya kitu ambacho Mungu anakuitia kwacho, juu ya huo wito. Lakini jambo la pili ni watu. Watu wanaweza kukwambia Rebeka, unaweza kufanya hichi. Mtu wa kwanza akakwambia Rebeka, unaweza ukafanya hichi, na watatu mwingine tena akakwambia unaweza kufanya hichi. Ukatoka katika mazingira hayo ukaenda sehemu nyingine, unaweza ukafanya hichi Rebeka, unaweza ukafanya hichi. Kwa hiyo usipuuzie pia, kwa sababu Mungu anaweza kutumia watu. Okay. Mungu anaweza kutumia watu kukuonyesha ya kwamba amekuita juu ya jambo fulani. Wapo watu ambao wanamtumikia Mungu leo na wanamtumikia Mungu vizuri kwa matunda mazuri na kwa mafanikio makubwa sana. Lakini ni kwa sababu Mungu alipitisha sauti yake kumwambia fulani kwamba anafaa kwa ajili ya kazi fulani. Lakini pia ni kupitia karama. Kwa hiyo ni mambo matatu. Ipo sauti ya Mungu inayoongea na sisi, lakini Mungu anaweza kutumia watu na watu hao wakatusaidia kuingia kwenye miito yetu ambayo Mungu anatuitia. Lakini karama inaweza kukupeleka katika wito. Ikiwa unaona kwamba karama yako ni hii, karama yako ni uhubiri, karama yako ni ufundishaji, karama yako ni uongozi, unaweza kuelewa kwamba Mungu anakuita katika wito wa uinjilisti, wito wa uchungaji, ikiwa una karama ya uimbaji, unajua Mungu anakuita katika wito wa kumtumikia, kumwimbia. Okay. Tunaweza kusema kwamba Mungu anaweza kutumia watu kwa sababu ya hofu zetu wenyewe. Kwamba unaweza ukawa na karama, unajua hii ni karama ninayo. Yaani sema kwa mfano kuimba. Mimi nafahamu kuimba, najua kuimba, naimba vizuri. Ila hofu yangu ya mimi kuimba inanifanya nisichukue hatua kuitikia huo wito wa kuimba. Kwa Mungu akatumia watu kuja kuniambia, "Mbona sauti nzuri, unataka kuimba sio?" Hiyo inawezekana. Naam, Mungu anatumia kwa wakati mwingine kama anavyoweza kumwambia mtu na kuambia watu na kukueleza ya kwamba unaweza kufanya kitu fulani. Vivyo hivyo unapokifanya kidogo kwa mashaka na kwa hofu na kwa kusita, vivyo hivyo anaweza kuwatumia watu kukutia moyo. Okay. Kwa hiyo katika wito pia, wito haui tu yani mara moja tu hapo tu, yani haui mara moja tu kwamba umekamilika, kwa maana ya kwamba utafanya huo wito kwa katika ukamilifu wake. Hapana, wakati mwingine unahitaji kutiwa moyo, unahitaji kutiwa nguvu katika kile ambacho Mungu amekuitia. Mchungaji, tunapokimbizana sasa, ni kitu gani tukija kwetu leo walichopitia wazazi wa Yesu wakati wanamtafuta Yesu sasa baada ya kumpoteza? Walimpoteza Yesu, kwamba Yesu alipotea. Baada ya kumpoteza Yesu, wazazi wake, kile walichopitia, je, kina fundisho lolote kwetu leo? Ni kweli, kina hasa kabisa kina fundisho. Wazazi wa Yesu nimesema kwamba walimpoteza. Walimpoteza Yesu, na inawezekana walimpoteza
kwa sababu ya mahangaiko mengi ambayo yalikuwepo na shughuli nyingi ambazo zilikuwepo katika siku ile ya sikukuu. Na hii ni changamoto kwetu sisi leo. Kwa kweli katika maisha ya kiroho, tunapokuja kuzungumza katika maisha ya kiroho, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikatutenga na Yesu. Shughuli za dunia ni nyingi, mambo ya ulimwenguni hapa ni mengi ya kufanya. Maisha yanatuweka kuwa bize sana. Kama ambavyo wazazi wa Yesu walikuwa bize ile siku ya sikukuu ya Pasaka. Maisha yanaweza kutufanya kuwa bize na vitu vingi sana, na tukashindwa hata kuwa pamoja na Yesu. Na ikapita wakati, kwa sababu wao baada ya kuendelea na shughuli ndio wanashtuka kwamba hawapo na Yesu. Kwa hiyo tukaja kushtuka baadaye sana kwamba tumempoteza Yesu. Na natamani nimpatie mtazamaji changamoto ya kwamba kamwe katika maisha yako, kamwe katika maisha yetu tusimpoteze Yesu. Ni kitu cha msingi na cha muhimu sana. Mwandishi wa kitabu hichi cha Tumaini la Vizazi Vyote anatuhasa sana ya kwamba zipo nyakati ambazo tunampoteza Yesu katika maisha yetu. Tunampoteza Yesu kwa kutolisoma neno lake. Tunampoteza Yesu kwa kutokuwa na maisha ya maombi. Na katika sura hii Rebeka, ndio tunakumbushwa kwamba asubuhi na jioni ni lazima tujikabidhi kwa Mungu wetu. Asubuhi na jioni ni lazima tutafute mahusiano na Mungu. Ikiwa inapita wakati hauna maisha ya maombi, ikiwa inapita asubuhi na unaendelea tu na shughuli, inafika jioni unalala tu, hauna maombi, hauna kutafakari neno la Mungu, tunakuwa tunampoteza Yesu katika maisha yetu. Na hivyo hiyo ni changamoto ambayo ningetamani kumpatia mtazamaji anayetusikiliza aweze kufahamu vizuri ya kwamba kile kitendo cha wazazi wa Yesu kumpoteza Yesu kinatuletea tafakari kubwa sana ya kiroho kwetu hivi leo. Maisha yanatufanya kuwa bize kiasi cha kwamba tunamsahau Mungu wetu. Tunamsahau Yesu. Mchungaji, tunapofunga, ungekutana na Yesu alivyokuwa mdogo, swali gani ungemuuliza? Yani kwa curiosity, yani tuseme, najua haiwezekani, ila ndo Yesu angekuwa sasa hivi mdogo kipindi kile alivyokuwa, kitu gani ambacho ungependa kumuuliza, ambacho very curious? Sasa sisi tuko mbele. Haya mambo yametokea nyuma. Na sisi tumefahamu mambo yaliyotokea kwao huko nyuma, lakini wao hawakuwa wanajua mambo ya mbele. Kama ilivyo sisi tusivyojua mambo yanayokuja huko mbele. Lakini sijajua swali lako ikiwa unamaanisha kwamba kama ningelikutana na Yesu na ninajua kabisa kwamba ni yeye. Kama ningelikuwa sijui kwamba ni yeye, huenda tungezungumza kawaida kama walivyozungumza kawaida, na ningeshangazwa kwa hekima aliyokuwa nayo. Lakini ikiwa ningelijua kabisa kwamba ni yeye, jambo la kwanza kabisa ningejua sayansi ya mama yake kumzaa bila mwanaume. Lakini kwa nini angekujibu Yesu ni yeye, Mungu ndo alimwambia? Anajua, kwa sababu ninafahamu kabisa kwamba yeye na yeye ni Mungu. Anajua kinachoendelea au alikuwa anajua kinachokuja kutokea? Ninafahamu kabisa kwamba angeweza kunipatia majibu tofauti, hata kama nisingemuelewa ama hata kama ningemuelewa baadaye, lakini nadhani ningepata majibu. Hata kama ningeelewa baadaye, lakini nadhani ningepata majibu ambayo yangekuwa na maana kubwa sana, ama yangekuwa tofauti na ningemuuliza mwanadamu mwenzangu wa kawaida. Kwa dakika moja, tunaweza kukosa wito wa kimungu bila kutambua kwamba tunaukosa? Tunaweza kukosa. Tunaweza kukosa bila kutambua kwamba umepita. Bila kutambua kwamba umepita. Ili kuelewa wito wa Mungu ni lazima tuwe connected na Mungu. Kama hatuko connected na Mungu, hatuna mahusiano na Mungu, tunapoteza wito wetu.
na wakati mwingine tunaweza tusijue hata kwamba tunapoteza huo wito, kwa sababu wito ni wa Mungu. Yeye ndiye ambaye ametuita. Ikiwa yeye ndiye ambaye ametuita, maana yake ni kwamba yeye ndiye anapaswa kutuweka kwenye wito huo, kutusustain pia, yani sisi kutudumisha, au endelee kutudumisha kwenye wito huu na kutuwezesha katika mambo yote kwenye wito ambao ametuitia. Sasa ikiwa hauna mawasiliano, huwezi kujua chochote. Yani kwa maana nyingine ni kwamba ikiwa mawasiliano yako yanakatika, ina maana hauna information yoyote ambayo utapata kutoka kule ambako unapaswa kuwa na mawasiliano. Okay. Mchungaji, asante sana kwa kushiriki kipindi cha leo. Tunapofunga tupatie ombi. Asante. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya wakati huu, na asante kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kujifunza kwa pamoja juu ya sikukuu ya Pasaka, ile ambayo Yesu aliifanya pamoja na wazazi wake, ambayo ilikumbusha ukumbusho wa ukombozi wa mwanadamu. Hivyo unapotukumbusha na sisi hivi leo, tupatie kuunganika na wewe. Bariki mtazamaji ambaye amesikiliza kipindi hichi, na endelea kufanya mahusiano naye, na kupitia haya ambayo tumezungumza kwa njia ya Roho wako Mtakatifu ukatubadilishe sisi sote. Neema yako inatosha, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hadi kufikia hapo kipindi cha Kitabu cha Dhahabu hakina la ziada kwa siku hii ya leo. Tumekuwa tukiangalia mada inayosema salamu za Pasaka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tumeona Pasaka ni nini, tumeona jinsi Pasaka ilivyokuwa kipindi cha zamani na kipindi chetu leo. Tumeona maisha ya Yesu siku hiyo ya Pasaka na familia yake, lakini pia tumeangalia swala zima la karama na wito tunaopewa kutoka kwa Mungu, sisi kama vijana, sisi kama wazee, sisi kama kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini zaidi ya yote, napenda nikukaribisha tena uweze kuendelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania, na nikukaribisha kipindi cha wiki ijayo katika kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Ulikuwa nami Rebecca Dennis nikiwa naye mchungaji Baraka Liza. Hadi wakati mwingine, kwaheri.